Aprili 17 mwaka 2025, siku nyingine tena nzuri na tamu zaidi, ambao ni siku ya 107 kwa watu wanaofuata kalenda ya Gregorian, ambayo inafuatwa kwa asilimia kubwa sana na watu duniani. Kuna mengi sana ambayo yamejiri katika siku hii hapa ya leo. Mimi ninakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msome. Machache kati ya mengi ambayo tutaenda kuyaangazia ni kuhusiana na udhamini wa bilioni 38.1 ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba hapo jana na kampuni ya J-Root Investment. Tutakwenda kuangazia maeneo muhimu zaidi ambayo yanakwenda kugusa udhamini huu wa miaka 5, masuala mazima ya ujenzi wa uwanja, ujenzi wa ofisi, ujenzi pia wa sehemu ya tiba na kadhalika. Kuna vitu vingi sana tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Ukiachana na hayo ni kuhusiana na maandalizi ya michuano ya mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu fainali ya michuano ya ligi kombe ya shirikisho barani Afrika kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch kutokea nchini Afrika ya Kusini. Timu inawasili lini Zanzibar? Tutakuja kuangazia wakati Simba tayari washawasili hapo jana Unguja Zanzibar. Lakini ukiachana na hayo ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC. Hapo kesho michezo miwili kuweza kuchezwa, Tanzania Prisons KMC wakiwa dimbani, JKT Tanzania wakiwa dimbani, lakini Young Africans kusafiri na kuifuata Fountain Gate. Tutakwenda kuangazia pia matayarisho ya michezo hiyo, hali ya mambo ipoje kwa ujumla, tutakwenda kuangazia. Lakini ukiachana na hayo, barani Afrika kuna mengi zaidi, ambapo CAF ikitoa angalizo kuhusiana na usalama wa kuelekea katika michezo ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe ya shirikisho barani Afrika. Kuna taarifa za huzuni kidogo tutakwenda kuangazia nchini Gabon, lakini bila kusahau kimataifa ni hatima ya Carlo Ancelotti Don Carlo ndani ya kikosi cha Real Madrid Rossi Blanco. Kuna mengi zaidi tutakwenda kuangazia hapo baadaye, lakini pia Simone Inzaghi na hatima yake ndani ya Inter Milan Nerazzurri. Ataifuata rekodi ya Jose Mourinho mwaka 2010 ya kuchukua treble, na yeye pia tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Mimi ni Saidi Salim Msome. Kwa wakati huu hapa naungana na wachambuzi wangu Deo Traffic Ungai pamoja na Lydian Mukulu. Tuko vizuri? Kabisa. Mambo yanakwenda zaidi. Nashukuru Mungu. Miongoni mwa siku ya leo nilikuwa napita ni siku ambayo amezaliwa Victoria Adam, maarufu kama Victoria Posh Beckham. Nimeona miongoni mwa kitu ambacho kilinikumbusha Sir Alex Ferguson Saf alisema kwamba mahusiano ya David Beckham na Posh yalimbadilisha na akaambia yataua hatima yako ya kisoka. Kwa na nguvu. Kabisa. Kwa kipindi kile Beckham wakati akiwa Manchester United tayari Victoria alikuwa ni mwanadada maarufu na mwana mitindo mkubwa sana na muimbaji pia. Kwa hiyo kundi la Spice Girls, ule ushawishi wake katika jamii na ule umaarufu wake na ujana wa David Beckham ulimpelekea mwalimu kwa kipindi hicho wa Manchester United Alex Ferguson kusema maneno hayo, na kuna michezo alianza kuonyesha kwamba anaonyesha ile hali ya ubisho, hata minyoo ilibadilika. Kuna mchezo mmoja mitindo, kuna kisa kimoja Beckham alibadilisha mtindo, akavaa mzula mazoezini. Sasa wakati anauvua, mazoezi yamemalizika, Ferguson akamuona akamwambia nisikuone kwenye mechi. Kabadilisha haraka sana, alikasirika na akaenda kunywa kipara. Maisha mengine akaenda. Baadaye wakapigana na viatu kwenye mechi dhidi ya Deportivo La Coruña. Wakapigana na viatu. Akavimba sana, akajiona kama ni mkubwa zaidi ya manager Sir Alex Ferguson. Tunakumbusha kidogo kuhusiana na leo Victoria Beckham anatimiza miaka 51. 51. Kwa hiyo umri. Watoto wa 4 si watano. Umesogea kwa kweli. Sawa, ndio tunavyoanza hivyo katika viwanjani. Tuanze katika soka letu kwa wakati huu hapa.
Soka letu tuanzie na taarifa ya kuhusiana na klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hapo jana iliingia mkataba mpya na kampuni ya J-Root kuwa mzabuni wa kuzalisha jezi na vifaa mbalimbali vya klabu hiyo kwa kipindi cha miaka 5. Mkataba huo ambao una thamani ya shilingi bilioni 38.1 kwa fedha za Kitanzania, ambapo huko mzabuni huyo akihusika katika masuala mengine kadha wa kadha ikiwemo ujenzi wa eneo la Bunju. Mkataba mpya wa Simba utahusisha vitu vifuatavyo. Mojawapo ni ujenzi wa uwanja wa Bunju, ununuzi wa basi jipya la kisasa aina ya Iriza, ujenzi wa studio ya TV, ujenzi wa ofisi mpya ya klabu ya soka ya Simba Sports Club, udhamini wa maandalizi ya msimu yani pre-season, ujenzi wa sehemu ya tiba, uzalishaji wa jezi na vifaa vya michezo, hamasa kwa wachezaji ikitengwa kiasi cha shilingi milioni 470, Simba Day, tamasha la Wekundu wa Msimbazi Simba likitengewa kiasi cha shilingi milioni 100. Kwa sasa tuende tukasikilize angalau kwa uchache yaliyojiri katika tukio hilo kubwa na la kihistoria lilofanyika jana katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam, kwa baadhi yakiweza kuzungumzia kuhusiana na tukio hilo. Mimi kwa niaba ya serikali, ikiwa kama naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali ambayo imefanya mambo makubwa kwenye shughuli za michezo kiasi kwamba ukisema Rais Samia ni mwanamichezo namba 1, hakuna anayekuwa na wasiwasi na yoyote. Makofi kwa Mheshimiwa Rais tafadhali. Serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kusimamia maendeleo ya michezo, na hasa mchezo unaopendwa zaidi duniani, mchezo wa mpira wa miguu, kwa vile unaiweka Tanzania kwenye ramani ya michezo duniani. Wiki moja na kitu iliyopita ndo klabu ya Simba imetajwa kuwa klabu namba 4 barani Afrika. Lakini hilo limekuja kama fanikio la mwisho kati ya haya mengi ambayo yametokea katika kipindi hiki cha miaka 4 cha uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kitakwimu, hakuna wakati wowote nchi hii kwenye historia yake imewahi kufanya vizuri kwenye mchezo wa mpira wa miguu kama hiki. Mchezo huu unaendelea kuwa mchezo unaotupa raha mioyoni, unachangia ukuaji wa soko la ajira na uchumi kwa taifa, na kuwa kiunganisho cha Watanzania na kuitangaza nchi yetu kwa wema nje ya mipaka yetu. Kwa kutambua umuhimu huu, serikali inafanya jitihada kubwa kushirikiana na mamlaka zinazosimamia mchezo huu, vilabu vya soka na wadau wengine wote, wakiwemo wapenzi wa mchezo huu kote duniani, ili kufikia malengo ya jumla yanayoweza kufikiwa kupitia mchezo huu kama taifa. Mimi nimeanza kuwa naibu waziri wa wizara hii wakati ule ikiwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, mwezi Februari mwaka 2023. Wakati ule bajeti yetu iliyokuja miezi kadhaa baadaye ilikuwa bilioni 35. Sijui kama mnaelewa. Yaani hii hela ambayo Simba inaingiza leo kwa kipindi cha miaka 5 ilikuwa hela nyingi kuliko bajeti wetu ya wizara kwa wakati huo. Lakini katika kipindi cha miaka 2 hii, bajeti yetu kwanza ilipanda ikawa bilioni 380 na kitu. Na sina lengo la kuireveal sasa hivi kwa sababu hatujaisoma bado, lakini niwahakikishie bajeti yetu mwaka huu inapanda kuliko ilivyokuwa bajeti yetu ya mwaka jana. Wiki 3 zilizopita mimi nimeenda kuzindua uwanja kule Singida. Uwanja wa klabu ya Singida Big Stars. Klabu ambayo ina miaka michache tu, wote tunafahamu. Singida Big Stars sio Simba, sio Yanga. Lakini kwa idadi ya watu ninaowafahamu, kwa mfano wapenzi wa Simba ambao wangekuwa tayari kuweka akili kuchangia hali ya kiuchumi na kuhakikisha nyenzo zote zilizoko katika mikono yao zinatumika ili kuhakikisha klabu ya Simba inakuwa na uwanja, inanishangaza kwamba klabu ya Simba haina uwanja mpaka leo.
Kwa hivyo hili nililolisikia leo limenitia moyo sana. Na kwa kampuni ya Jairut, hili kusema kweli mmesema mambo mengi mazuri, lakini hili la uwanja mimi ndio naona ni jambo la kwanza kabisa ambalo klabu ya Simba inatakiwa kulifanya. Hii ni challenge na wapa wazabuni wetu wapya, lakini na uongozi wa klabu ya Simba na klabu nyingine kubwa nchini hapa kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na viwanja vyetu. Mchakato wetu wa tenda kama alivyosema Dr. Muba ulijumuisha makampuni 8. Kati ya kampuni hizo 8, kampuni 4 zilikuwa ni kampuni za nje. Na sio kampuni za nje ndogo, kampuni za nje kubwa ambazo zinahudumia timu za taifa, zinahudumia na vilabu vingine vikubwa katika bara la Afrika na Ulaya. Kwa hiyo niseme tu kwamba uwekezaji katika michezo umechangia kwa kiasi kikubwa sana kuvutia wawekezaji wa nje kuona kwamba Tanzania ni moja kati ya sehemu ambazo zinafaa kuwekeza. Kwa hiyo tunakushukuru Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya serikali. Mazingira wezeshi yanavutia sana kuleta uwekezaji katika sekta hii. Matarajio yetu sisi, umezungumzia swala la ukuzaji wa miundombinu ya michezo. Kuna vitu ambavyo labda kwa uchache ni viseme. Eneo mojawapo katika Tanzania, sports medicine doctors na medical professions katika sports, Tanzania kama tunawahesabu hawezi kuzidi 5 au 10. Hawapo. Na ndio maana tumesema kwamba tutatengeneza hii facility sio kwa manufaa ya Simba peke yake, na wale wengine ambao watakuwa na nafasi ya kuja kujifunza kwetu tunawakaribisha kuwa ni sehemu ya mafunzo na kuhamisha ujuzi, kwa sababu tunaajiri watu wengi kutoka nje. Kwa hiyo katika ile transfer of skills na expertise watakuja kufanyia Simba, na hatutoangalia rangi ya mtu, tutaangalia ni Mtanzania anakizi vigezo, watakuja kupata mafunzo hayo licha ya imani na akili zao zitakavyokuwa. Hilo tunakuahidi Mheshimiwa Waziri tutalifanya. La mwisho sio kwa umuhimu, Jairut amesema tutafanya uendelezaji wa uwanja wetu pale, na wahakikishia wana Simba wote katika mipango yetu tutashirikiana. Mpango ambao Jairut amekuja nao utakuwa ni sambamba na mwekezaji mwenza ambaye tumeshirikiana naye kutoka katika hatua za mwanzo mpaka sasa hivi, na tuna mpango endelevu wa kuweza kuliendeleza lile eneo. Kwa hiyo tutajenga huo uwanja, tutajenga viwanja vya mazoezi, tutajenga hostel, tutajenga ofisi na kadhalika, kwa kushirikiana na Mohamed Dewji ambaye tumekuwa naye katika. Kwa hiyo mpango huu hauhami katika mpango wetu wa muda mrefu ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba silete contradiction yoyote. Hii ni maendeleo ya Simba, kila mmoja atashiriki katika upande wake, na tunawakaribisha wengine ambao wako tayari kushirikiana na sisi kuja kuingia na kuwekeza katika hayo maeneo. Unajua wakati hii biashara inafanyika before, mimi nilikuwa nashiriki, lakini tulikuwa tunanunua jezi kwa Kasim Dewji, UHL Sport tulikuwa tunauza, lakini mimi demand kwangu ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo nikaanza kufikiria, kwa sababu tayari kwenye fashion ilikuwa nimeshafanya vizuri sana. Nikataka kuongeza line of business, ndio nikafikiria sasa hii kwenye sports tunaweza kufanya nini. Ndio nikaanza kuingia kwenye vilabu, lakini hakuna mtu aliwahi kukubali au kufikiria kwamba tunaweza kutoa bilioni 2 wakati mzabuni alipita alikuwa anatoa milioni 200. Kwa hiyo sisi tulienda 10 times mkataba ule kuwepo. Ndio maana leo mwenyekiti amenitambua kama game changer. Nimefurahi kwa kweli. Unajua kufanya kitu kizuri, niwe nilipata hela sikupata hela, lakini hii kutambuliwa, recognition, nadhani ndio zawadi kubwa zaidi klabu ya Simba imetamka leo. Yeah. Na kwako wewe kuangalia mzabuni mpya alivyoingia, mara nyingine watu huwa wanaangalia kwa jicho tofauti, lakini kumuona kwamba Jairut anapita pale ambapo umepitia wewe, na wewe umefanya kazi na Simba Sports Club, mashabiki wa Simba na namna ambavyo Simba inafanya kazi yake, unaonaje? Unajua kwanza unatakiwa utambue kwamba na mimi pia niliweka bidii, nilikuwa mzabuni katika kampuni ambazo zilienda kucompete, na mimi kampuni yangu ilicompete na Jairut. Lakini kwenye ushindani huwa lazima patikane mshindi mmoja, na mshindi ndio alikuwa bwana Jairut. Na mimi uzuri mkurugenzi wa Jairut ni rafiki yangu, na unajua biashara zetu tunategemeana. Kwa hiyo yeye atafanya production, lakini mimi na network kubwa distribution tutafanya pamoja, tutamsaidia ili aweze kufanikisha na afanye vizuri mkataba wake. Yeah.
Umeelewa vizuri sana. Nataka kuuliza sasa kama hii imekwenda kwa J-Root, Vunja Bei pamoja na maeneo yako, maduka yako na distribution zako zitakuwepo kwa watu wawe mkao wa kula kwamba mzigo mpya utakapotoka maduka Vunja Bei yataendelea kusambaza? Sina makubaliano yoyote na J-Root ama na klabu ya Simba kwenye distribution, lakini siku zote tumezoea mimi ndio wanafanya distribution. Kwa hiyo J-Root watapokuwa wako tayari, mimi niko tayari, waje tu mezani tutafanya kazi, hamna shida. Patrick Nyembela Pato hapo akiweza kumalizia kuongea na Fred Ngajiro maarufu kama Vunja Bei, akiweza kuzungumzia kuhusiana na uwekezaji huo, na yeye amekiri hapo kusema kwamba naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliweza kubid kuhusiana na kutaka kufanya masuala mazima ya vifaa vya Simba Sports Club, merchandise wanaita, haishi kwenye jezi tu, vikombe, scarf, bendera, peni, kitu chochote ambacho kina utambulisho wa klabu ya Simba, chochote kile, chupa za maji zile za kunywa na kadhalika. Ni mkataba wa kihistoria ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Lilian Mukulu, hii ni maana halisi ya ukuaji katika soka letu. Ukizungumzia ligi namba 4 kwa ubora Afrika, imekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu gani? Moja ya sehemu kubwa ya mapato ya vilabu vingi barani Ulaya na wenzetu walioendelea ni swala la merchandise, yani vile vifaa vya michezo na vingine vyovyote ambavyo vinatumika katika daily activities ambavyo vina nembo ya club. Kwa hiyo kwa hicho ambacho kimetokea, inaonyesha kwamba kuna stepping way forward, kwamba hivi sasa tunatamani kuona hichi kinachofanyika sasa kiende na kile ambacho tunakitazama. Kwa nini? Kumekuwa na duplicate nyingi sana. Kama wanaweza kupunguza hizi pia, ili at least yule mwekezaji ambaye amewekeza fedha zake aweze kupata kile anachokitafuta. Kwa sababu gani? Swala la jezi na vitu vingi sana. Uingie, inawezekana naye pia ameingia na kampuni ya utengenezaji, inawezekana ana gharama ambayo anaenda kuikabili. Kwa hiyo I believe tujue namna gani ambavyo tutakawatunza hawa, na hii iwe endelevu, sio tu kwa vilabu vya Simba na Yanga. Pia tunatamani kuona hii mikataba ikiingia kwenye vilabu vingine ili tuendeleze kuweka ubora. Jezi za timu mbalimbali barani Ulaya, ukikuta jezi imetundikwa, bei yake inaonekana. Na mimi katika kitu ambacho nazidi kufurahi ni kwamba hata ile gharama ya jezi imezidi kuongezeka. Watu wanalalamika ambao jezi na 50,000, jezi ya Barcelona ni zaidi original unapata kwa zaidi ya 300,000 400,000. Kwa hiyo it's normal. Kwa kwangu chachokiona naamini ni moja ya way step forward ya kuendelea kukuza soka letu na ubora, kwamba hizi timu sasa hivi zina benefit kwa kile ambacho kinaonekana. Ukitazama mkataba huu mpya ambao jinsi ambavyo vitu vinavyohusisha kilio cha miaka nenda rudi imekuwa ni masuala mazima ya uwanja. Ilianza uwanja wa Bunju Mo Arena, mazoezini na kadhalika, lakini basi jipya, studio ya TV, ukitazama vitu vinatisha, ofisi. Mzabuni huyu amekuwa ni watofauti na wazabuni wote ambao wamepita katika miaka ya nyuma. Wamepita wazabuni wengi sana ambao moja kwa moja walilenga katika eneo zima la uzalishaji wa jezi na mauzo ya jezi. Ndio sehemu ambayo wamekuwa wakionekana zaidi, na changamoto zikaonekana kwa upande wao, lakini mwisho wa siku wakaonekana kuwa bora kutokana na uzalishaji na usambazaji. Lakini huyu amekuwa tofauti kwa sababu amegusa vitu ambavyo wana Simba, mashabiki wa Simba na viongozi wamekuwa wakivisema mara kwa mara katika mikutano yao. Sehemu ambayo wamekuwa wakisema, ambayo watu wengi au mashabiki wengi wa Simba wamekuwa wakihitaji, ni sehemu ya uwanja wao binafsi. Sehemu ambayo watasema pale ni nyumbani, sio sehemu ya kwenda kukodi. Na ukimsikiliza mzabuni mpya, sehemu ambayo wameitilia mkazo ni sehemu ya uwanja ambao mashabiki wa Simba watasema pale ni nyumbani. Ambao wamesema takriban 10,000 mpaka 12,000. Ni mpaka 12,000. Ni mashabiki wengi sana kwa kianzio. Tumeona viwanja vingi ambavyo vinatengenezwa vipya, asilimia kubwa wanagota kwenye 5,000, 6,000. 5,000, 6,000. Lakini yeye kaenda hadi kwenye 10,000 na maana yake ni wengi. Mashabiki wa Simba wanazidi hata milioni 10 au 20. Ukizungumza Tanzania nzima, lakini kwa kianzio ni mwanzo mzuri kwa mzabuni na ni mwanzo mzuri kwa kiu ambayo mashabiki wa Simba walikuwa wanahitaji. Nenda katazame klabu yoyote kubwa barani Afrika. Unaizungumza Ahali. Kuna mwaka nilifuatilia Ahali walikuwa wana bajeti kwenye eneo zima tu la masuala ya waandishi wa habari na ofisi zao bilioni 200 kwa mwaka. Simba ni klabu kubwa sana
ambayo tunaizungumza sasa hivi kwenye zile rankings za CAF wako nafasi ya 4, wako sambamba na kina Ahly. Sasa wapo katika hizo ranki na hizo nafasi kwenye ushindani wa uwanja, katika ushindani wa mashindano ambayo wanashiriki. Lakini kuna zile sifa ambazo wanapaswa kuwa nazo kabla ya hata hawajafika uwanjani, ikiwemo ofisi ambayo watakuja wageni kuja kujifunza. Leo hii Simba ukienda katika ofisi zao ni ndogo kiukweli kutokana na sehemu ambayo wameenda kuikodisha. Lakini kwa klabu kama ya Simba wanapaswa wawe na vitu vingi ambavyo ukienda kwenye ofisi yao unabidi ukajifunze. Nilienda kwenye ofisi ambayo iko pale Masaki ya klabu ya Simba, nilizungumza na Hamed Ali. Katika kile chumba cha waandishi habari kidogo, chumba cha waandishi habari kuna bendera nyingi sana, ni zile mechi si kichezo kuna mnabadilishana zile page. Nikamwambia Hamed, bona bendera nyingi ambazo naziona nyingi ni za Ahly. Akaniambia kwa miaka hii 10-15 Ahly tumekutana nao mara nyingi, lakini akasema kutokana na ile eneo pia inachangiwa wewe kuona bendera. Unamaanisha kwa na ile wanaita village. Ukienda Kaizer Chiefs ile Natrank unaikuta ni sehemu ambayo naikumbuka kipindi ambacho Abdul Mohamed alipokuwa mtendaji mkuu wa Azam Football Club alizungumzia kuhusiana na museum, kutengeneza museum, yani kwamba sehemu ya makumbusho kwamba unakutana na hapo, unakutana hapo, unakutana hapo. Sahihi kabisa Msumi. Kwa ukitazama mazingira ya historia ya Simba, wana zaidi ya miaka 80 toka 36. Wana vitu vingi sana ambavyo mimi na wewe tunapaswa tuende tukajifunze na kwenda kuangalia vya ukumbusho vya miaka ya 90, miaka ya 80, miaka ya 2000. Tunaizungumza record ya Zamalek, lakini walipaswa katika hiyo record tuende tukaangalie iko chumba ambacho kitakuwa na jezi. Mpira ambao ulitumika, vifaa ambavyo vilitumika, tutaupata. Umeona? Tutaupata. Kuupata ni changamoto, lakini kuna vile vitu ambavyo vinapatikana kiwepesi, ikiwemo jezi, wale wazee ambao labda wale wachezaji ambao walikuwepo katika huo mchezo, sio wote, picha zao. Of course picha zao tunaweza tukazipata. Lilian, baada ya kuweza kuona mitandaoni story imekuwa ndefu, hivi vitu ni vingi, hata Mwana FA pale amezungumza, naibu waziri akasema vitu ni vingi, ukisikia vinatamanisha, ukisikia vinashtua, lakini pia miaka 5 ni mingi lakini sio mingi. Ukipiga kwenye calculation tuna siku 360 na 65 na robo. Inategemeana. Tuseme 64. Piga mahesabu mara 5 ni takriban siku 10,000 na kitu. Yes, inawezekana zikawa ni nyingi, inawezekana zikawa ni chache. Kikubwa ni namna gani ambavyo amejipanga kwa ajili ya kuweza kuaccomplish hivi vitu vyote ambavyo ameviweka. Kweli ukiangalia on paper ni vitu ambavyo vinaonyesha kwamba gharama yake kwanza ni kubwa, kuna matumizi ya gharama, kuna matumizi pia ya muda, na tutamani kuona namna gani ambavyo kwa muda huu mchache ili vitu vyote viweze kufanyika. Kwa I believe ni namna gani ambavyo wanapanga timetable yao, namna gani ambavyo wameweza kujua inawezekana wamekaa chini wakajua how they are going to solve this. Ila ukienda on paper ni vitu vingi, ila naamini wanawezekana wamezungumza vizuri na ni vitu ambavyo vina manufaa. Kwa mfano, hakuna kitu ambacho mimi nimekipenda kama kusikia soka la vijana. It's a place ambayo kwa miaka hivi karibuni Simba na Young Africans bado hawaja ile grow kubwa sana katika soka la vijana. Kwa hiyo development katika soka la vijana maana yake unatengeneza fursa, unatengeneza nafasi pia kwa vijana hawa waweze kuonekana zaidi na zaidi. We believe kwa hivi sasa ambavyo ligi imebadilika ya vijana, sasa hivi unaona mechi ni nyingi. Kwa kuweka development hapo maana yake unaongeza pia uzalishaji. Tumeona vitu vingi. Kwangu it's a matter of time ni jinsi gani ambavyo wanapanga fixture yao. Sawa. Kwa wakati huu tukamsikize mzabuni mpya ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, kile ambacho alikuwa amekitabanaisha hapo jana kuhusiana na uwekezaji wake mpya na mzabuni ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa kifupi ningeweza kutaja baadhi ya faida ambazo zinapatikana katika mkataba wetu huu wa miaka 5. Mkataba wa kubuni, kudesign, kutengeneza na kusambaza vifaa vyote vya michezo vya Simba Sport Club. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari,
miongoni mwa faida ambazo zitapatikana kwenye huu mkataba zipo nyingi, ila tukiweka zile ambazo kama Jairut na Simba tumeingia makubaliano ya kuhakikisha kwamba tunaenda kutekeleza, ni kama yafuatayo. Jambo la kwanza, tunafahamu Simba Sports Club ni klabu kubwa sana, na sisi tumesema tunakuja kuleta mabadiliko na kuongeza thamani ya mchezo katika nchi yetu. Tukasema kumekuwa na jambo kubwa ambalo wana Simba wanalihitaji kama klabu, na sisi kama Jairut tutaenda kulitekeleza. Jambo la kwanza, tutaenda kujenga uwanja mkubwa wa mpira. Tutajenga uwanja ambao utaweza kuchukua mashabiki takriban 10,000 mpaka 12,000. Na kulingana na kandarasi ya mkataba tumekubaliana kwamba Simba Sports Club tuna eneo ambalo liko Bunju na tutaenda kujenga uwanja huu katika eneo lile la Bunju. Ila kama watakuja na mapendekezo mengine, basi tutafuata hayo mapendekezo yao, lakini tumesema with immediate effect tunapoanza msimu mpya, basi na sisi tutaanza utaratibu huo wa kuanza kuweka maandalizi ya ujenzi wa uwanja huo. Ndugu wana Simba na waandishi wa habari, benefit nyingine ambayo tuliweza kuahidi kwenye huu mkataba ni kwamba Simba ni klabu kubwa. Tunafahamu wako na basi letu kubwa, lakini tukasema tunahitaji kuwa na basi ambalo kiukweli litaendana na hadhi ya Simba, kwa sababu tunafahamu kwa sasa Simba iko namba 4 kiubora Afrika. Tunataka timu yetu ilingane na timu nyingine zenye ukubwa huo duniani. Kwa hiyo sisi kama Jairut Investment tumecomment kwamba tutanunua basi, na si basi tu, basi lile basi linalofahamika kwa jina la Iriza. Kila kitu kiko sawa na tulikubaliana kabla muda mfupi tu hiyo basi mtaiona. Baada ya kusaini mkataba, ndio maana nilitambulisha timu yangu, hatukulala. Mimi na timu yangu pamoja na uongozi wa timu ya Simba Sports Club, wake tuliomba, tulienda mguu kwa mguu huko kimataifa katika watu ambao tulishaingia nao makubaliano kuhakikisha kwamba tunapata international brand. Niwahakikishie Simba Sports Club katika msimu huu mpya unaenda kuanza, jezi ambayo itaenda kuvaa, wataenda kuvaa brandi ya kimataifa. Jairut Investment East Africa Limited tumeingia mkataba mkubwa sana na one of the very international and reputable brand in the world. Brand ambayo imevalisha timu nyingi sana kubwa za kimataifa, ambapo Simba Sports Club sasa itaenda kuvaa jezi ambayo itakuwa na viwango bora kabisa duniani. Viwango bora kabisa duniani. Tajiri, utakiwa kuongea sana. Ipo siku na mimi nitaanza kuzungumza hivi. Kama yeye. Ndio maana unajua ile inakujaga yenyewe ile. Na kwa hiyo haitoki kwangu, si ndio? Inakujaga yenyewe yani. Unioni. Inakuja yenyewe, ni pesa zikikutembelea inakuja yenyewe. Kwa hiyo mnaniona mnioni? Sina utabiri huo. Kwa hiyo utakusema Gift Macha yeye ni tajiri kwa anavyoongea. Anaongea hivyo naye? Amna.
Sawa, hayo ni ya Simba Sports Club. Nilikuwa na chache afya kidogo ndugu zangu hapa, lakini kwa wakati huu twende tuangazie matayarisho ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kikosi cha Simba jana kiliwasili Zanzibar kwa ajili ya matayarisho ya mchezo wao wa mkondo wa kwanza wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya kikosi cha Stellenbosch, mchezo ambao unataraji kuchezwa siku ya Jumapili April 20 saa 10 kamili za jioni, ambapo uzuri visiwani Zanzibar mwenzetu ni yupo kule James Samuel ambaye ametuandalia taarifa ifuatayo. Siku ya kwanza ya Simba visiwani Zanzibar baada ya kuwasili asubuhi, jioni saa 10 nje ya uwanja wa Amani, viwanja vya mazoezi. Kikosi kimepata muda wa kufanya mazoezi na kamera ya mshike ilikita kambi hapa kukuonesha kila ambacho kinafanyika kuelekea maandalizi ya nusu fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho. Pata fursa ya kukutana na nyota wa kikosi hicho, Che Fondo Malone, na alikuwa na haya ya kuzungumza. So we believe and we trust that everything will go well, but with your support, the 12th player, we will do much better. So I invite you all to endeavor to be at the field at the new Aman Stadium, Zanzibar, on the 20th of April, to push us, to support us, to make sure we go through, to win this game, the first leg, because we are going to play the return leg in South Africa, and it will not be that easy. But we know with the positive result here in Zanzibar, we are going to do our best to make sure we qualify to the finals. Naye kocha wa kikosi hicho Fadlu Davis ametoa neno lake kuelekea mchezo huo. Definitely advantage because we know all the players of Stellenbosch. We've played against them, the club many times. I've played against the coach many times. I know what to expect when we play in Durban instead of Cape Town, instead of Pretoria, and that gives me the advantage to understand them better, but of course the players on the pitch and they have to do the job. I'm sad for the fans because 45,000 of them will not be able to see the match live. If you take a 60,000 seater in Benjamin Kappa and now a 15,000 seater, so 45,000 of them are missing the opportunity to watch the semi-final, so that's very disappointing for them, because they have been our driving force. They have created this home mentality at the Benjamin Kappa Stadium. But inshallah, let's hope they will be able to witness the final. Kamera ya mshike itakuwa hapa kwa siku zote kukujuza maandalizi ya miamba hawa kabla ya siku ya Jumapili saa 10 jioni kupepetana hapa dhidi ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini. Nikiripoti kutoka Unguja, visiwa vya marashi ya karafuu, James Samuel wa Azam Sports. Asante sana James Samuel. Mara nyingi ikionana na James Samuel napenda kumtania Patrick Paswanganyi wakina Evidence Makopa. Acha bwana wewe. South Africa. Akizungumza Babylon Sundowns. Kweli kweli. James bwana, Zanzibar ni njema na atakaye na aje. Tumesikia Fadlu napenda anavyojieleza pindi akiwa anazungumza. Cha kwanza nimeona akizungumzia kuhusiana na kwa mashabiki kukosa nafasi ya kuishuhudia live kutoka zaidi ya watu 35,000 watakosa hiyo nafasi kwa sababu ni just watu 15,000 ndio ambao wataweza. Lakini ila kwa taarifa ambazo zilinifikia na alikuwa ni mtu kidogo siwezi kumsema wa kule Zanzibar, anasema ule uwanja kweli city level kwa upande wa mashabiki ni 16,000, lakini unaweza kuingiza hadi watu 20,000. Sasa hiyo sasa unataka kuleta jam. Tiketi ni zile 16 bwana, Deo Trafe. Ndio nyie bwana vishina nyinyi. Tena aliniambia nikikwambia. Hapana. Yaani shida sio kujaza. Yaani sio kujaza. Shida ni idadi. 16,000. Ndio hicho. Uwanja unaweza kufika 20,000. Leo. Viti viko vingapi? Vitatu. Tukiunganisha hata tukakaa 6. Tunaweza kukaa 6, lakini sio matumizi yake. Sio matumizi yake na watu 3. Lakini huko sikuna nafasi. Tunasimama. Sasa huo wasimame wa nini? Mpira wake ukae chini uenjoy. Tushawajua. Ndio tushawajua nyinyi. Mimi nimekupa tu. Tushawajua. Ndio watu wanaanza kukaa kwenye ngazi, shida nini sasa? Huo amekaje kwenye ngazi? Viti ni vitatu. Ila ukiunganisha mnaweza mkakaa 6. Lakini tunashuhudia viwanja
ambavyo kila siku tumekuwa tukivisema, Old Trafford, Bernabeu, level C tunakuta F99 au FTC au laki, lakini unaambiwa ujazo umefika zaidi. Wapi? Hiyo viwanja vile vya Old Trafford bwana. Leo tuache bwana. Leo vipi bwana? Lakini bwana dewa takwambia. City 3 watu wakae 3. Inatosha. Ukisema iko kiti hapo mkae watu 2 kitaharibika. Ya tumekuwa tukiangalia mipira ya Bundesliga, ligi ya Bundesliga. Kuna sehemu kabisa hamna City. Watu wanasimama. Siti zao zipo, ila mtu kusimama inawezekana amesimama moja. Hamna, unasema kabisa hakuna City kabisa. Hakuna City kabisa. Watu wamesimama, mashabiki wamesimama wanashangilia mpira. Kwa hiyo vipo viwanja hivyo vina hizo sehemu za mashabiki ambao wanapenda tu kusimama washangilie mpira, lakini pia kuna mashabiki wengine wamekaa. Wewe bwana tuache hicho kitu. Bwana leo pamoja na Lilia ni kwa wakati huu hapa tunajua Stellenbosch wanatokea nchini Afrika ya Kusini. Tupo na mwenzetu Fortunatus kutokea nchini Afrika Kusini kwa wakati huu hapa. Fortunatus, mambo vipi kwanza? Mambo ni salama. Habari za hapo jijini Dar es Salaam? Hapa ni kwema tu. Kauli yetu ni kwamba atakaye na aje. Jambo kubwa limekuwa ni kuhusiana na Stellenbosch kupangiwa kupambana na Simba Sports Club. Watu wanatamani kujua kwanza Stellenbosch wanakuja lini nchini Tanzania? Hivi sasa ninavyoongea ni kwamba Stellenbosch wamekwisha kujiandaa, wameingia katika jiji la Johannesburg na kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa OR Tambo, timu hiyo itaondoka jioni ya leo Alhamis kuelekea katika jiji la Dar es Salaam, na wanatambua kutoka Dar es Salaam watakwenda Zanzibar, huku wakizungumza kwamba kutokana na aina ya usafiri ambao upo hivi sasa, wameona kana kwamba wakifika pale jijini Dar es Salaam watatumia sasa kivuko, ninaamini itakuwa ni Azam, kuweza kuelekea katika upande wa pili katika marashi ya Pemba na Unguja huko Zanzibar, kuweza kupambana na hao Simba Sports Club. Baada ya Stellenbosch kupangiwa Simba Sports Club, Afrika Kusini inazungumzia nini kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch? Kwa kifupi unaweza kuona kana kwamba sio timu ya kwanza kwa kukutana na Simba ambayo ilishakutana na timu kadhaa za hapa Afrika ya Kusini, na wengi wanapoiona hii timu ya Stellenbosch wanasema ni wanashangazwa kwanza maajabu ambayo timu hii imeweza kuyafanya kufikia hata hatua hiyo iliyofikia. Kwa hiyo kwa ujumla ile ubora na ile ukubwa wa Simba kwa hapa Afrika Kusini ukifananisha na ukubwa na ubora wa hawa Stellenbosch, bado Simba anaonekana ni mkubwa kabisa katika kilo. Lakini unajua soka ni mchezo wa wazi na soka ni mchezo wa watu 11. Kumbuka hawa Stellenbosch katika moja ya makombe hapa Afrika ya Kusini waliwafunga nje ndani Mamelodi Sundowns. Kwa ni timu fulani ya kuweza kuiangalia kwa namna fulani hivi, kwa sababu kidogo ni wapya wageni katika ligi. Ukikumbuka kwamba wao walichukua jina kutoka Vasco da Gama na baadaye wakahamia Stellenbosch, na ndipo ilipobadilishwa ikawa Stellenbosch FC kwa kununua franchise. Kutoka huo ilikuwa ni mwaka wa 2016. Lakini sasa unakuta kwamba mafanikio na mwenendo na jinsi wanapokwenda yanaonekana kwamba hawa ni watu ambao wamejiandaa vyema zaidi, wanafahamu nini wanachokifanya. Na Fortunatus, kumekuwa na taarifa kwamba kuna baadhi ya wachezaji wa Stellenbosch wataukosa mchezo wa mkondo wa kwanza. Taarifa hizi ni kweli, hususan ikimhusisha golikipa wao? Kwa golikipa hilo limerejea. Kwa golikipa amerejea na kocha anasema kwamba imekuwa ni dhahiri kwamba atakuwepo golini. Wanamuita Captain Fantastic ambaye ni golikipa Serge Stevens. Siku ya Jumanne dhidi ya Amazulu hakuweza kucheza, na hivyo alicheza Oscarini Masuluke ambaye alidaka mechi hiyo ambao waliibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Amazulu. Kwa hiyo ni kweli kwamba hawatakuwepo, lakini huyo golikipa atakuwepo. Mchezaji ambaye hatakuwepo ni Ashley Kupidu ambaye dakika ya 10 tu katika mchezo huo wa Amazulu alipata majeraha na nafasi yake ikachukuliwa na Kinda huyu kutoka Amajita. Nikizungumzia Amajita ni timu ya miaka chini ya 20 ya Bafana. Hawa Amajita, huyu Lengelishe
pili ambaye ndio alimaliza mchezo ule katika mechi hiyo. Na kocha Steve Barker anasema hivi, yeye kwa namna moja au nyingine atawaomba Amajita ili aweze kuja na huyo kijana Langelishe ili kusudi awasaidie katika safu ya ushambuliaji. Kumbuka kwamba mshambuliaji wao mkubwa kabisa Bradley Mojela, yeye alipata majeraha mnamo mwezi wa Disemba na akafanyiwa operation ya goti, hivyo hatokuwepo katika mechi hii, inawezekana mwanzoni mwa mwezi Mei. Lakini alisema katika moja ya joke hivi kwamba Mojele amesema iwapo wataingia finali basi hilo jeraha ataliweka pembeni na atakuwepo. Kwa hiyo ni kweli kwamba kuna wachezaji wawili ambao ni washambuliaji muhimu sana, Ashley Kubilo pamoja na Bradley Mojela, ambao hawatakuwepo katika mechi hiyo. Lakini kwa golikipa ambaye kwa kweli ni kizuizi na ni mmoja kati ya watu ambao kuangaliwa sana, Sage Stevens, yeye atakuwepo. Fortunatus, tunajua kwamba ni vita ya makocha wawili sasa, Steve Barker pamoja na Fadhurahmani Davis. Watu wa Afrika Kusini wanazungumza nini hii battle ambayo wanaenda kukutana wanaume hawa wawili? Kwa kifupi ni kwamba ukiangalia kihistory hawa watu wawili Fadlu Davids pamoja na kocha Barker wanajuana vizuri sana. Na ukichukulia Fadlu, yeye kwao kabisa ni huko Cape Town, ambako sasa Stellenbosch na Cape Town ni mazingira hayo tunaweza tukasema. Kwa hiyo katika aina ya mchezo, muunganiko na namna jinsi ambavyo mpira unachezwa katika maeneo kama yale. Kumbuka Cape Town ndiko hasa kuliko kuwa hata na vyuo vingi ya shule nyingi za michezo hususan soka. Huko ndiko wengi walisoma huko, ukichukulia kama Benny Makati, ukichukulia Quentin Fortune na wachezaji wengine waliotangulia huko awali waliocheza ligi za nje. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema ni vita kubwa, na hapa itakuwa ni wakati wa Fadlu Davids kuonyesha kile ambacho aliwahi kuambia Orlando Pirates baada ya kutaka, yeye alikuwa amekuwa kocha wa muda, lakini baadaye wakaleta kocha mwingine, yeye wakataka awe msaidizi. Alisema siko tayari kuwa msaidizi na nahitaji niweze kuwa kocha mkuu. Kwa hiyo nadhani ana kitu fulani anataka kuwaonyesha, na kuna kitu ambacho amekiweka katika ile wanasema azma yake, kwamba ni jambo ambalo anataka kuwaonyesha Afrika ya Kusini kwamba sio tu Pitso Mosimane pekee ameweza kufanya mambo mengi na kuondoka katika nchi ya Afrika Kusini kwenda nje na kufanya mafanikio katika timu mbalimbali, bali yeye pia ana nafasi hiyo. Kwa hiyo kocha kijana ambaye anaofahamu soka, anajua vizuri namna gani iweze kuchezeka, anaweza kufanya maajabu, na nina imani kwamba amejiandaa kufanya hilo. Fortunatus, kwa kumalizia, Afrika Kusini na timu tatu sasa katika ngazi ya kimataifa. Mamelodi Sundowns, ZK Brazilians wao wanapambana na Al Ahly, lakini pia Orlando Pirates the Buccaneers dhidi ya Pyramids, wakati Stellenbosch dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club. Safa imetulia sasa, najipambanua kwamba ni miamba. Naam, ni kweli na wengi hata hilo niliwahi kulitabiri, huenda mechi ya finali ikawakutanisha kwa mara ya kwanza timu za Afrika ya Kusini, yani Orlando Pirates na Sundowns, Mamelodi hawa minywana Pezulu. Kwa hiyo kwa kifupi naweza nikasema kwamba hivi sasa unganiko hili la hao kuingia nusu finali linaonyesha dhahiri kwamba Afrika Kusini imejiandaa, na katika kuonyesha umuhimu na uhakika wa kwamba wanataka ushindi dhidi ya Mamelodi Sundowns, Al Ahly walibadilisha ratiba yao na wamefika siku moja kabla ya tofauti na walivyokuwa wamepanga hapo awali, lakini pia wamebadilisha, wamesema wawai ili kusudi waweze kuyazoea mazingira, na wanaifahamu vizuri Mamelodi Sundowns kwamba sio timu ya kubeza, hivyo ni lazima waje wakiwa wamejiandaa kweli kweli. Kwa hiyo wamebadilisha ratiba na siku moja kabla wamefika. Na hawa vijana pia wamesema kwamba wao mara baada ya mchezo na Simba Sports watarejea nyumbani Jumatatu haraka iwezekanavyo, ili kusudi kuweza kujiandaa katika mchezo huko Moses Mabida katika jiji la Durban, Tekwini Ekakasini. Nikizungumzia Moses Mabida, ni moja kati ya viwanja vilivyotumika katika kombe la dunia mwaka 2010, uwanja wenye uwezo wa kuchukua zaidi ya watu 55,500. Unaweza ukachukua hata mpaka watu 75,000. Hii mechi ni ngumu, na Durban kwa kifupi ni sehemu ambayo kuna mashabiki wengi wa kutosha ambao huwa hawaangalii mara zote kwamba ni nani anacheza. Wao ni watu wa kupenda soka, wanaweza kufika kwa wingi, pamoja kwamba Stellenbosch hawatoki hapo. Ni takriban kilomita zipatazo 570 kutoka Johannesburg mpaka katika jiji la Durban, na Moses Mabida ipo katika mtaa wa Hamson uliopo katika jiji la Durban, KwaZulu Natal.
Kwa hiyo naweza nikasema ni moja kati ya mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na wengi wanaifahamu Simba hapa, na nina hakika kwamba jezi zitakazokuja hapa hazitaondoka pekee, kwa sababu wengi wamekuwa wakiziulizia na wakitaka jezi kutoka katika timu zetu za huko, hususan Simba Sports Club na Yanga ambazo zimekuwa na jina la kutosha hapa katika nchi hii ya Nelson Rolihlahla Madiba Mandela. Tukimalizia hapo na Mzelikeza Fortunatus. Shukrani sana kwa kuweza kuungana nasi, na mimi kesho tutaungana pia kwa ajili ya kuweza kuangazia michezo ya hatua ya nusu finali ya ligi mabingwa barani Afrika. Mamelodi Sundowns, the Brazilians, Miguel Cardoso atazungumza kitu gani, lakini Jose Riveiro kuweza kuzungumza Orlando dhidi ya Pyramids hapo kesho. Ngiyabonga kakulu. Asante sana. Tusiweza kuzungumza naye hapa kwa kirefu na mapana zaidi kuhusiana na mchezo kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch. Tumejua taarifa zimekuwa nyingi sana kuhusiana na golikipa wa Stellenbosch kama ataukosa, lakini amesema kwamba ni sehemu ya kikosi, lakini pia wanazungumzia kitu gani kuelekea katika mechi dhidi ya Simba Sports Club. Najua kesho tutakopo tuna vitu vingi sana kuhusiana na takwimu mbalimbali kuhusiana na mchezo huu hapa wa Simba dhidi ya Stellenbosch, lakini bila kusahau Mamelodi Sundowns dhidi ya Al Ahly pamoja na Orlando Pirates dhidi ya kikosi cha Pyramids. Tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine kwa wakati huu, ambapo ni rasmi sasa michuano ya CRDB Bank Federation Cup hatua ya nusu finali, michezo hiyo ikiwekwa wazi, ambapo sasa michezo ya nusu finali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup msimu 2024-2025 imepangiwa viwanja viwili, ambapo uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga pamoja na Tanzanite kwa Raha Manyara kati ya Mei 16 mpaka 18 itaweza kushuhudia timu hizo, viwanja hivyo vikiweza kutumika. Kumbuka nusu finali ya kwanza Young Africans bingwa mtetezi yatapambana na JKT Tanzania kwenye uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga. Huu hapo unaouona kwa wapenzi wa soka watapaswa kuelekea jijini Tanga kushuhudia mchezo wa nusu finali ya kwanza. Lakini nusu finali ya pili kati ya Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars wenyewe utatumia uwanja wa Tanzanite kwa Raha. Viwanja viwili kama kawaida ya michuano hii nusu finali, neutral grounds tunakwenda kushuhudia. Tayari mambo yako wazi. Unatamani kwenda Tanga, unatamani kwenda Manyara? Kiukweli Tanga. Tanga kwa ajili ya mchezo ama kwa ajili ya mchezo? Mkwakwani kila nikitaja Mkwakwani nasikia ile nyimbo tunataka goli, unarejea ile nyimbo ambayo inapigwaga ingawaje hawapo Coastal Union, lakini Mkwakwani sasa hivi umebadilika kwa kiwango kikubwa. Ulikuwa unafanywa maboresho ambayo yalidumu kwa muda mrefu, na tukawashuhudia Coastal wakiuzindua ule uwanja katika mchezo ambao walicheza na Singida Black Star na walishinda kwa tofauti ya mabao mawili kwa moja. Kwa upande wa Singida Black Star alifunga Jonathan Soa. Kwa hiyo ukitazama uwanja ni mpya, majukwaa yameboreshwa. Yanga wanaenda kucheza pale na JKT Tanzania, ambao kila mmoja na picha ya mchezo uliopita. Tayari hawa mabwana wawili washacheza michezo miwili kwenye upande wa ligi. Mchezo wa kwanza Yanga walishinda mabao 2-0, nakumbuka Clatous Chama pamoja na Clement Mzize walishinda mabao hayo. Mchezo wa pili utoka sare pale Samuyo 0-0, na ndio mchezo ambao unazungumzwa kwa kiwango kikubwa. Unamzungumza Ahmed Ally na kikosi chake ambacho kilisifiwa sana siku hiyo, ikiwemo Ahmed Ally, kikosi chake ambacho kilisifiwa sana siku hiyo. Unamzungumza Wilson Nangu, kina Katanga, unamzungumza kina Nasoro, Masud Machezo, unamzungumza Kapalata, wachezaji ambao waliweza ku-maintain pressure ya Yanga, wachezaji ambao waliweza ku-control na kuifanya Yanga kutokuwa na wepesi wa kuingia katika lango lao. Kwa hiyo ni mchezo mgumu kwa upande wa Yanga na pia kwa upande wa JKT Tanzania. Uwanja wa Tanzanite kwa Raha umekuwa ni uwanja fulani hivi. Napenda vibe la mashabiki wa soka wa Manyara. Yaani wamekuwa mechi yoyote wanakwenda. Yaani mechi saa 8 utaona mashabiki. Yaani
pitch yake nzuri. Lakini pale ni yani, katikati pia. Yaani watu wa Arusha wanaweza kufika. Unasogea watu Singida huko unaweza kutokea ukaenda Singida Black Stars dhidi ya Simba Sports Club. What a match Lilian Mukulu. Kwanza ni mechi kubwa ambayo inaenda pale. Mechi ambayo ni timu 4 ambazo ziko katika nafasi ya juu katika NBC Premier League. Ni mechi ya timu ambazo ukiangalia quality ya wachezaji wao ni kama vile wako katika mzani sawa na wanaenda katika moja ya kiwanja kizuri. Umezungumzia mashabiki, la one thing ambacho mimi napenda ule uwanja. Mimi napenda jinsi hata kamera za Azam zinavyochukua namna gani zile sitting places ambavyo zilivyo. Kwa kwangu it's a place kwenda kutembea. Kwanza Manyara ni sehemu moja nzuri sana kuanzia hali ya hewa, mazingira ya kule, inawezekana ni sehemu pia kwenda kufanya relaxation au touring. Kwa hiyo kwangu inawezekana ika moja ya mechi nzuri katika uwanja mzuri. Pia ni sehemu moja hapa kuendelea kudevelop soka la Manyara. Unajua kwa miaka mingi sana maeneo ya kule kaskazini tangu Police Tanzania ilivyoshuka daraja inakosa timu ligi kuu. Kipindi kile Police Tanzania iko kanda kaskazini, at least walikuwa wanapata ile nafasi ya kwamba wanaangalia zile timu kubwa za kuja. Hivi sasa wanapata nafasi ya kwenda kuitazama mechi hii, kwa inawezekana ikatengeneza burudani. Tukumbuke kwamba mwaka juzi kwa kwenda kucheza finali kule mwaka jana ikashindikana. Kwa I believe hii ni moja ya chachu, moja wapo ya mashabiki waweza kutazama timu yao, na ubora hizi timu ni kitu ambacho kinaenda kuonyesha chachu kubwa sana katika matokeo. Tunataka tujue namna gani ambavyo Singida either wanaenda kulipa kisasi kwa matokeo ambayo wameyapata katika msimu huu dhidi ya Simba, kwa sababu tunakumbuka kwamba katika mechi zote mbili Simba amechukua alama 6 kutoka kwa Singida. Kwa this time around wanakutana katika FA. Tunataka tuone ni kitu gani ambacho kipo, ni nani ambaye anaenda finali, ni nani ambaye anaenda kuondoka na burudani katika uwanja ule. Though Singida ni mwenyeji kiasi katika uwanja ule, kwa sababu wakati uwanja wake umefungiwa alipata nafasi ya kucheza mechi katika uwanja ule. Kwa inawezekana anafahamu uwanja ule na anaujua uwanja ule. Kwa ni mechi nzuri sana kuitazama, ni katika ubora wa hali ya juu. Sawa, hiyo ni kuhusiana na michuano ya CRDB Bank Federation Cup hatua ya nusu finali. Lakini kumbuka ligi kuu ya NBC msimu 2024-2025 itazidi kushika kasi hapo kesho, lakini bingwa mtetezi Young Africans yeye atakuwa na safari ya kuelekea mkoani Manyara, ambapo atakwenda kupambana na Fountain Gate siku ya Jumatatu, ambapo kikosi cha Young Africans itaanza safari kuelekea mkoani Manyara kwa ajili ya kuikabili Fountain Gate siku ya Jumatatu. Young Africans inaongoza katika msimamo wa ligi ikiwa na alama 67, wakati Fountain Gate ipo nafasi ya 9 na alama 29. Tuangazie takwimu za michezo mitano ya Young Africans ambayo ameweza kucheza mpaka sasa na matokeo ambayo ameweza kuyapata Young Africans katika michezo hiyo. Young Africans michezo mitano ya Young Africans alipata ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Azam Football Club, alipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Coastal Union na Mangushi, lakini alipata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Tabora United, alipata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Pamba Jiji Football Club, na alipata ushindi wa bao 5-0 dhidi ya Mashujaa. Lakini kwa upande wa kikosi cha Fountain Gate, wao michezo yao mitano ya mwisho ambayo wameweza kuicheza, matokeo yao wamepata sare ya bao 1-1 dhidi ya Pamba Jiji Football Club, ushindi wamefungwa bao 3-0 dhidi ya Mashujaa, lakini walikubali kichapo cha bao 3-0 kutoka kwa Fountain Gate. Walipata ushindi ugenini wa bao 2-1 dhidi ya KMC, lakini pia walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Tanzania Prisons. Hali ilikuwa ni jojo sana, lakini sasa hivi pale kwenye benchi la ufundi yupo Khalid Adam, ikawaje msemaji wa kikosi cha Fountain tulikuwa naye hapa Isambuzi, anasema bado wapo na Robert Matano, lakini Khalid Adam yupo pale kama mshauri, lakini wanaongoza pale. Kidogo ameibadilisha timu. Fountain bado wana struggle. Unajua mimi naamini ambacho hivi sasa ndio ile wanasema kwamba biashara asubuhi jioni mahesabu. Ni kitu ambacho kina wabeba sana Fountain Gate. Matokeo ambayo walipata sasa katika mechi 10 za mwanzo za mzunguko wa kwanza wa ligi. Zimebeba sana. Mechi 9 za mwanzo katika mzunguko wa kwanza wa ligi, mzunguko wa kwanza ndio kitu ambacho kinabeba Fountain Gate hadi hivi sasa. Kwa nini? Mwanzo wa simu Fountain ilikuwa ni timu ambayo ina uwezo mzuri sana wa kufunga. Afrika ni timu ambayo inaruhusa na magoli. This time around unaona kufunga ni shida. Walikwenda mpaka walifunga mabao 20 afu nao wakafunga mabao 20. Magoli 20. Ila this time around sasa kufunga ni tatizo.
kufungwa bado ni tatizo. Yaani bado kulikuwa na shida katika eneo lao la ulinzi na limeongezeka tatizo lingine la namna gani ambavyo wanatengeneza nafasi. Na kitu ambacho kinaonekana katika kiwanja. Kwa mfano, ukiangalia mzunguko wa kwanza jinsi timu ilivyokuwa inacheza. Unaangalia uwepo wa Selemani, mwalimu ambaye ameenda Wydad Casablanca. Unamwangalia Rastaman, Kiimbwa, unamwangalia Dickson Ambundo, Edgar Williams na wachezaji ambao walikuwa wana uwezo wa kushambulia katika box. Sasa hivi unamwangalia Kiimbwa ambaye hatokei katika eneo ambalo alikuwa anacheza mara nyingi. Yaani kama namba 10. Sasa hivi mara nyingi kocha anamtumia atokee pembeni. Na Kiimbwa sio mchezaji mzuri kwa kutokea wide. Yaani pace yake sio nzuri sana na ni mchezaji ambaye anapenda muda mwingi kukaa na hata kipindi kwa anatokea pembeni kwa sababu pale mbele kwa anasimama Semani Mwalimu Gomez pamoja na Edgar Williams. Alafu pembeni ni Kiimbwa huku Ambundo. Ambundo ukiangalia namna gani anavyocheza. Winga moja ilikuwa inakufa mara zote katika Fountain. Kiimbwa mara nyingi unamkuta katika eneo la katikati. Kwa sababu gani? Yes, alikuwa anacheza kama inverted winger na anaingia sana ndani. Hivi sasa ni Kiimbwa ambaye anatakiwa afanye runs pembeni. Na pesi ya Kiimbwa kwa pembeni Ichelai. Ni mchezaji mzuri anapokuwa na mpira mguuni. Yaani kwangu mimi Kiimbwa akiwa na mali mguuni, you enjoy him. Ni good passer, ni mtu ambaye ana uwezo create chances na ni mtu ambaye ni rahisi sana kumtengenezea mchezaji wa timu pinzani nafasi kumchezea madhambi. Kwa sababu gani? The way anavyoweza kudrive na mpira. Kutokea pembeni pesi ya Kiimbwa bado ya kuweza kusave aweza kukimbia umbali mrefu. I believe ni kitu ambacho kina cost, pia kuondoka kwa Selemani Mwalimu ni kitu ambacho kina cost. Wanaenda kukutana na timu ambayo hivi sasa iko katika harakati ya kuendelea kutetea taji lake la NBC la ubingwa, Young Africans. Timu ambayo katika mechi 5 ana 100% win. Yaani katika mechi 5 ameshinda mechi zote 5, ameondoka na alama 15. Timu ambayo katika mechi 5 zote amefunga almost ni mechi moja tu ambayo amefunga goli moja. Mechi zote zilizobaki amefunga magoli zaidi ya 3. Manake ni timu ambayo ina uwezo kuscore. Timu ambayo katika mechi 5 ana mechi takriban 4 hajaruhusu goli. Manake ni timu ambayo ina uwezo bora sana kujilinda. Kwa kwangu ile ubora ambao uko nao Young Africans unaongeza ugumu katika mechi hiyo. Sawa. Leo kumbuka ligi kuu ya NBC kesho inarejea kwa michezo miwili ambapo KMC atakuwa anapambana dhidi ya Dodoma Jiji Football Club wakati Tanzania Prisons atakuwa anapambana na JKT Tanzania. Dodoma Jiji wamekuwa moto kuotea mbali. Wanapambana na KMC. KMC na yenyewe kama inajitafuta hivi yani mambo hayajaeleweka, lakini Tanzania Prisons na harakati za kutotaka kushuka daraja. Mchezo muhimu wako nyumbani wanapambana na JKT Tanzania. Kuna mgawanyo fulani wa timu ambazo nimezifuatilia mpaka sasa hivi. Kuanzia nafasi ya 8 ambayo anaishika Mashujaa ambaye ana alama 30. Kwenda juu kuna usalama mkubwa sana wa kubaki ligi kuu. Yaani nafasi ya 8, ya 7, ya 6 mpaka ya kwanza au wana nafasi kubwa kubaki ligi kuu. Lakini kuanzia nafasi ya Mashujaa kushuka huku chini. Nafasi ya Fountain namba 9. Nafasi ya Fountain namba 9 kushuka huku chini. Yoyote anaweza kudondoka. Ni timu moja tu ambayo ina asilimia kubwa ya kushuka daraja moja kwa moja. Ken Gold ambao wapo katika nafasi ya mwisho na michezo ambayo imebakia si mizuri kwao. Timu inayofuata Kagera Sukari. Kwa hiyo nini nataka kusema? Hizi timu ambazo zipo katika chini ya Mashujaa ni timu ambazo sio rafiki kukutana nazo. Kwa sababu lengo lao kubwa ni kukusanya alama ambazo zitaondoa katika hizo nafasi za chini usogea katika mstari ambao utavuka alama 30. Sawa, tutakuja kusikia hapo baadaye makocha na wakilishi wa vilabu wachezaji wanazungumza kitu gani kuhusiana na kuelekea katika michezo ya hapo kesho. Tuelekee mkoani Singida hivi sasa ambapo kikosi cha Singida Black Stars kinaendelea kujifua kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Tabora United utakaopigwa mjini Singida siku ya Jumamosi. Mwenzetu Deus Liganga ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni mazoezi ya kikosi cha Singida Black Stars katika kujiandaa kuwakabili Tabora United, mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara utakaopigwa katika dimba la CCM Liti, kama anavyozungumza kocha wa kikosi hiki cha Singida Black Stars David Ouma. Na sasa hivi tunarudi katika ile mawazo ya ligi. Of course unajua katika muda huu tumebakisha mechi 4 katika ligi. Kwa ukiangalia katika jedwali tuko pale namba 4 na pointi 50.
Kwa hivyo sisi kama club target letu ni kujaribu kufanya vizuri katika mechi 4 ambayo yamesalia, kama kwa majaliwa Mwenyezi Mungu inshallah kama tutapata point 12 tuweze kumaliza na pointi 62 ni kitu ya maana sana. Katika football naambiwa hakuna kuchelewa. Kwa hivyo kwa sasa hivi tunacheza nyumbani na Tabora. Of course ni one of our main challenges katika zile positions tulikuwa na chase. So kwa sasa hizi ni lazima sisi wenyewe tujiweke katika uwezo ambao tutaweza kurecover, because unakumbuka kipindi cha kwanza ilikuwa 2-2 away, lakini sasa hivi tunacheza nyumbani. Ni kulicha rallying call sisi kama club kuweka mawazo yetu mazuri tuweze kuleta mechi mzuri ambayo itaweza kutupea ushindi katika mechi hilo. Kwa upande wao mashabiki wa Singida Black Stars pamoja na ofisa habari wa kikosi cha Singida Black Stars Hussein Masanza wanauelezea mchezo huo. Kubwa ambalo liko mbele yetu, focus nzima ya timu ni mchezo dhidi ya Tabora United. Mchezo muhimu, mchezo ambao mashabiki wa soka hapa nyumbani Singida na Watanzania kwa ujumla wanausubiri kwa hamu kweli kweli. Kwa hiyo maandalizi yanaenda vizuri so far, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na kama nilivyosema yanaendelea katika uwanja wetu huu wa Airtel Stadium. Na hali ya kikosi kwa ujumla, kwa mujibu wa ripoti ya daktari, wachezaji wapo kwenye afya njema, na wale ambao walikuwa wanasumbuliwa na majeraha wameanza mazoezi mepesi, nikimaanisha Andy Coffee. Na uhakika tunamfunga tu Tabora mabao 3-0. Nasema hivyo sababu Tabora hawana uwezo wa kutufunga sisi. Kiukweli kuzungumzia mechi ya Singida Black Star itakuwa ngumu kiukweli, lakini naamini tutashinda. Kutokana na kikosi chetu kilivyo, tuna upana kubwa wa kikosi, ila naamini tutashinda sana. Na ukiangalia safu yetu ya ushambuliaji, tuna wachezaji akina Jonathan Soa. Yaani kiukweli kabisa ni sisi Tabora tarehe 19 tunawashenyenta. Tunawashenyenta yani 3-0. Yaani 3-0. Siwezi kuwapa kitu cha ajabu, lakini ni 3-0. Kikosi chetu ni imara kupita kiasi. Mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baina ya Singida Black Stars dhidi ya Tabora United unatarajiwa kupigwa Aprili 19 katika dimba la CCM Liti mjini Singida. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Shukran Deus Liganga. Tuelekee mkoani Tabora ambapo uongozi wa kocha cha Tabora United nyuki wa Tabora umethibitisha kumfuta kazi kocha wake Genesis Mang'ombe aliyerithi mikoba ya Aniset Makiadi aliyeachana na klabu hiyo hivi karibuni. Afisa mtendaji mkuu wa Tabora United Charles Obina amesema wamelazimika kuachana na Mang'ombe kwa sababu ya uwezo wake, akiwa amehudumu ndani ya kikosi cha nyuki wa Tabora kutokea tangu Machi 28 mwaka huu. Nasema kweli tumewachana na kocha. Na kocha tumewachana naye, kwa hivyo tumeona hana uzoefu wa kutosha kuendesha hii timu. So tumewachana naye, na kesho ama kesho kutwa atakuwa na kocha mgeni atakuwa amefika. Na sababu hasa ambazo zimefanya mpaka muachane naye kocha katika kipindi kifupi sana ni nini? Tumeona kiufundi alikuwa hayuko sawa. Kwa hata mazoezi zake tukiona haikuwa sawa kuendesha hii timu. So ndio maana tuliwachana naye. Tumewachana naye mutually, hata yeye alikubali. Hii timu imemshinda, akasema wacha aende. Na pengine huku kufungwa ama kupoteza kwa kila mechi inawezekana imetokana na yeye. Hatuwezi sema ni yeye. Kuna kufungwa upo, hata tumefungwa mechi 4. Kuna timu wa kwenye rough path. Kwa mpira kuna rough path. Na naamini hiyo ndo imetupata saa hii. Kwa hivyo tangu ligi anza tujawahi kuwa na rough path hiyo. Kwa hivyo inatendekea timu zote, sio sisi peke yetu. Kwa hivyo tumepoteza mechi 4 na tunaomba tutoke kwenye hiyo path ambayo kwenye mpira upo. Na pengine tutegemee kocha huyu mpya atatokea nchi gani, au ni Mtanzania? Hadi afike ndio utakapo waeleza, wakurugenzi wanashughulika na. Shukran sana. Taarifa hiyo kuhusiana na